Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran inasema mkutano wa usalama wa Munich umekuwa ni kituko kingine cha kutaka kusambaratisha Iran. Waziri wa mambo ya nje ya Iran Abbas Araghchi amesema mkutano wa usalama wa Munich ambao mara moja ulikuwa tukio kubwa la kimataifa sasa umekuwa ni sarakasi na kituko, ambapo utendaji juu ya mada zilizotolewa ni kama vile unataka kutengeneza mazingira ya kusambaratisha Iran. Waandalizi wa mkutano mwaka huu waliondoa mialiko kwa maafisa wakuu wa Iran kufuatia ghasia kali zilizoikumba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Badala yake mkutano huo ulimwalika Reza Pahlavi, mtoto wa kiume aliyehamishwa wa marehemu Shah, aliungwa mkono na Marekani wakati wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979. Iran haikualikwa katika mkutano huo, lakini mwana mfalme Pahlavi alialikwa na kupewa fursa ya kuzungumza, ambapo moja kati ya mambo aliyoyazungumza ni kutaka Marekani ilazimishe Iran iondoke madarakani, kwa maana utawala wa Iran wa Ayatollah Al-Khamenei uondoke madarakani. Pahlavi alitumia fursa hiyo kuzitaka nchi za magharibi kuleta mabadiliko ya utawala nchini Iran, kuhudhuria mkutano wa hadhara na kufanya mahojiano na shirika la habari la Reuters, akiitaka Marekani kuishambulia kwa mabomu nchi yake badala ya kufanya mazungumzo. Sikitisha kuona kongamano la usalama la Munich kwa kawaida limegeuzwa kuwa sarakasi linapokuja suala la Iran, Araghchi alisema katika mfululizo wa machapisho kwenye ukurasa wa X siku ya jana Jumamosi. EU inaonekana kuchanganyikiwa, imejikita katika kushindwa kuelewa kinachoendelea ndani ya Iran. Umoja wa Ulaya usiokuwa na malengo umepoteza uzito wote wa kijiografia katika eneo letu, anasema kupitia ukurasa wa X Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, alipokuwa akizungumzia namna ambavyo Umoja wa Ulaya umeshindwa kuithamini mamlaka ya Iran na kuwapeleka viongozi wa kisiasa wa upinzani ambao wakati wote wanatamani utawala wa Iran uondolewe mamlakani. Mwanamfalme Pahlavi katika siku za hivi karibuni amekuwa akitamani kuondolewa kwa mamlaka nchini humo, ambapo anaamini pengine yeye huenda akavikwa kiti cha ufalme nchini Iran akaiongoza Iran. Wakati huu amekuwa akimwomba rais wa Marekani Donald Trump kutumia nguvu kubwa kuondoa utawala huo wa Iran ambao ameuita utawala wa kiimla, utawala ambao kwa upande wake unaonekana haumnufaishi. Hata hivyo, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi aliendelea kuzungumza kupitia mitandao ya kijamii akisema mtazamo wa jumla wa Ulaya ni mbaya, kusema mdogo. Waziri wa mambo ya nje aliongeza, umoja huo ni nguvu tupu na ya pembeni. Umoja huo unatumia nguvu kubwa kutaka kuleta machafuko nchini Iran, na wakati huu wanaonekana hawana umuhimu wowote kwa mazungumzo yoyote mazito ya kimataifa, haswa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Washington inataka kuishinikiza Iran kukubali makubaliano mapya ya nyuklia baada ya rais wa Marekani Donald Trump kujiondoa kwa upande mmoja katika makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 JCPOA katika muhula wake wa kwanza na kuiwekea tena vikwazo Iran. Miongo kadhaa ya vikwazo vya Marekani ndio sababu kuu ya kuzorota kwa uchumi wa nchi hiyo, ambao umesababisha maandamano ya awali mwishoni mwa mwaka jana. Maandamano ya awali ya amani yaliongezeka haraka na kuwa ghasia zilizoenea na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000, huku Iran ikishutumu Marekani na Israel kwa kuchochea machafuko hayo. Mapema wiki hii Trump alielezea mabadiliko ya utawala katika Jamhuri ya Kiislamu kama jambo bora zaidi ambalo linaweza kutokea. Moscow imetaja ongezeko kati ya mataifa hayo mawili, uwezekano wa kulipuka na kutoa wito wa suluhu la amani. Kadhalika, China nayo imezungumza mambo kama hayo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.